lina ghadhabu, wingu hili lina nguruma, bandari si karibu. Hali yetu kufikiri, kwa nini kulala? Tafa maji yawe ni kaburi, wokovu watoweka. Pepo na mawimbi vyasikia, tulia, tulia. Kama ukali wa bahari, wanadamu, pepo na shetani, mawimbi yapataje kumeza chombo kilicho na Yesu Bwana? Vitu vyote vyamsikia, tulia, tulia. Vitu vyote vyamsikia, tulia. Nimezima moyo, hamu yanizidi tu, inasumbuka roho yangu, uniokoe Bwana. Dhambi nyingi na uovu zitanizamisha, Bwana wangu upesi ni wewe, utakayenitosha. Pepo na mawimbi vyasikia, tulia, tulia. Kama ukali wa bahari, wanadamu, pepo na shetani, mawimbi yapataje kumeza chombo kilicho na Yesu Bwana? Vitu vyote vyamsikia, tulia, tulia. Vitu vyote vyamsikia, tulia. Sasa hofu imekwisha, ni shwari baharini. Jua letu tena linang'ara, utulivu rohoni. Kaa nami ewe Bwana, isiwe mimi tu, nami nitafika bandarini, ng'ambo niko nafuu. Pepo na mawimbi vyasikia, tulia, tulia. Kama ukali wa bahari, wanadamu, pepo na shetani, mawimbi yapataje kumeza chombo kilicho na Yesu Bwana? Vitu vyote vyamsikia, tulia, tulia. Vitu vyote vyamsikia, tulia. Pepo na mawimbi vyasikia, tulia, tulia.
vito vyote vyamsikia, hutulia. Bwana ni mwema. Rafiki yangu, karibu tena siku nyingine. Tunakwenda kupata somo uzuri ambalo litazidi kutukumbusha na kutuelekeza kuhusu habari za Yesu. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema nuru kutoka patakatifu pa patakatifu na miaka 6000. Nuru kutoka patakatifu pa patakatifu na miaka 6000. Kwa hiyo mpendo, ajisikie sehemu ambayo utapata neno la uzima. Usipate hofu. Bwana naamini atasema na wewe, lakini pia Bwana atasema na mimi zaidi. Kwa hiyo tunapopata nafasi kama hizi za kutafakari neno la Bwana katika siku hizi za mwisho, tujue basi ni Mungu tu ameruhusu tuweze kupata maneno haya yenye uzima. Tutumie katika wakati huu ambapo tuna nafasi ya kusikiliza mahubiri YouTube, kusikiliza mahubiri sehemu mbalimbali ambapo watumishi wa Bwana wanapoyarusha, basi tutumie nafasi hii na tuweze kuyasikiliza kwa ajili ya kuendelea kujilisha katika wakati wa mwisho, kwa sababu kuna njaa ya neno inakuja ambapo hii mitandao ya kijamii itazimwa. Hivi karibuni itazimwa kwa sababu ya mipango ya hawa wakuu wa ulimwengu. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kusikiliza neno hili, basi ni jambo la kumshukuru Mungu, na Mungu akubariki, na Mungu azidi kutubariki wote. Kama ulikuwa hujasubscribe kwenye channel hii, tafadhali unaweza ukafanya hivyo, ili tunapoweka mahubiri katika YouTube basi yaweze kukufikia kwa haraka. Na kama una nafasi ya kupiga magoti hapo ulipo, karibu tupige magoti ili tuweze kujifunza, na Roho wa Mungu hazidi kutuelekeza yale yatupasayo kuyajua katika wakati huu mfinyu uliobaki. Basi karibu mpendwa. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa kutupatia nafasi hii. Tunaomba uwe nasi katika siku ya leo. Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuelekeze katika ile iliyo kweli yako. Fungua bongo zetu, tupatie maneno yako yenye uzima. Tushushe bali wewe ujikweze. Tusaidie kupata unyenyekevu tokao kwako. Tuondolee kiburi, tuondolee kujiamini, tuondolee Yesu kila aina ya majivuno ambayo tunaweza ya shetani akatupatia, hatimaye tukapoteza uzima milele. Tunakuomba uwe nasi, nisaidie mimi nifanye kuwa mdogo, bali wewe uwe mkubwa zaidi na zaidi. Msikilizaji huyu naye msaidie kuwa mdogo, bali wewe uwe mkubwa zaidi naye. Lakini pia usimwache anaposikia hubiri hili, msaidie kuweza kulielewa, na mimi nisaidie kuweza kulifafanua kwa ajili ya uzima wa milele. Tunaamini Yesu utakuwa nasi. Tunaomba na kuamini kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina. Basi rafiki yangu, somo linaitwa nuru kutoka patakatifu pa patakatifu na miaka 6000. Nuru kutoka patakatifu pa patakatifu na miaka 6000. Tunapojifunza kwenye mambo haya ya kiroho, tunaambiwa nuru ni nini? Unaposoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 na ile fungu la 9, au tukianza fungu la 8, neno la Bwana linatuambia maneno haya. Waraka wa kwanza wa Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza kabisa, na lile fungu
na ile fungu la 8 na 9, neno la Bwana linatuambia, anasema huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja, au tuanze fungu la 7, anasema huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishuhudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishuhudie ile nuru. Fungu la 9, neno la Bwana linasema kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu huu. Kwa hiyo tunaambiwa fungu la 10 anasema, tumalizie fungu la 10, anasema alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Kwa hiyo tunaambiwa hapa kwamba Yohana alikuja kuishuhudia ile nuru. Na fungu la 9 tunaambiwa kwamba kulikuwako na nuru halisi, amtiaye kila mtu nuru. Amtiaye kila mtu nani? Nuru. Fungu la 10 tunaambiwa kwamba alikuwepo, na kwamba kupitia yeye ulimwengu umepata kuwapo. Kupitia yeye wewe umepata kuwapo. Kupitia yeye mimi nimepata kuwapo. Sasa hii nuru tunaambiwa ni nani? Hii nuru ni Yesu Kristo. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwa sababu tunapojifunza katika kile kitabu cha Yohana 12, Yohana 8 fungu la 12, kuna maneno haya yanatuambia. 8:12 anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Umesikia mpendwa? Tusikilize ili fungu vizuri. Anasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yaani Yesu anasema kwamba yeye ndiye nuru ya wapi? Ya ulimwengu. Anasema yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Yaani mtu anayemfuata Yesu hawezi kwenda gizani kamwe. Anasema bali atakuwa na nuru ya uzima. Bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo unapomfuata Yesu unakuwa na nuru ya uzima. Kwa nini? Kwa sababu Yesu anasema yeye ndiye nuru ya nini? Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo nuru ambayo Yohana alikuwa anaishuhudia, hiyo inaitwa, huyo ndo anaitwa nani? Yesu Kristo. Kwa wote wanaomfuata Yesu Kristo na wao wanakuwa na nuru, na wao wanakuwa na nini? Na nuru. Lakini pia tuone na Yohana 9 fungu la 5. Yohana 9 fungu la 5. Neno la Bwana linasema 9:5. Neno la Bwana linasema, anasema muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu anatuambia kwamba wakati ambapo alikuwepo hapa ulimwenguni, yeye ni nuru, alikuwa nuru ya ulimwenguni, ya ulimwengu. Wakati alipokuwepo wapi? Hapa ulimwenguni. Yeye ni nani? Yeye ni nuru. Yeye ni nuru. Yeye alikuwa nuru ya ulimwengu. Yeye alikuwa nuru ya wapi? Ya ulimwengu. Kwa hiyo kumbe kuna nuru ambayo wewe na mimi tukiifuata, basi hatuwezi kwenda gizani kamwe. Hatuwezi kwenda gizani kamwe. Tuone na Yohana 12 fungu la 36.
kuanzia 35 hapo tuanze, tutaenda hadi 36. Anasema basi Yesu akawaambia, nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo. Enendeni maadamu mnayo nuru hiyo, giza lisije likawaweza. Giza lisije likawaweza. Maana aendaye gizani hajui aendako. Maana aendaye gizani hajui aendako. 36 anasema, maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo. Maadamu mnayo nuru, iaminini nuru hiyo, ili mpate kuwa wana wa nuru. Ili mpate kuwa wana wa nuru. Hayo aliyasema Yesu, akaenda zake akajificha wasimuone. Akaenda zake akajificha wasimuone. Kwa hiyo kumbe Yesu akasema kwamba nuru ingaliko pamoja nanyi muda kidogo. Enendeni maadamu mnayo nini? Nuru hiyo, giza lisije likawaweza. Kwa hiyo kumbe kuna matokeo ya kutofuata nuru. Ni pale unaposhindwa kufuata nuru. Mimi ninaposhindwa kufuata nuru, matokeo yake ni kwamba mimi nitakuwa naenda wapi? Gizani. Nakuwa naenda wapi? Gizani. Na lengo la Yesu, hataki wafuasi wake waende wapi? Gizani. Kwa hiyo ndio maana kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na ile fungu la 9 tunaambiwa kwamba huyu Yesu, hii nuru inatoa nuru kwa wengine. Lakini kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 12 anasema ni kumbe ili upate nuru kutoka kwa nuru halisi ni lazima uifuate nini? Hiyo nuru. Kwa hiyo hatoi tu, ni lazima fanyaje? Ifuatwe. Yaani umfuate huyo nani? Huyu nuru halisi ambaye ni nani? Yesu Kristo. Kwa sababu anasema kwenye sura hii ya 8 fungu la 8:12 anasema basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye piga mstari hii neno yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hiyo wale wanaomfuata Yesu ambaye ni nuru halisi wanapewa nuru. Kuna wao wanakuwa nini? Nuru. Ndio maana Yesu katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na ile fungu la 14, Yesu akaambia wafuasi wake, akawaambia kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Kwa Yesu akawaambia wafuasi wake kwamba na wao pia ni nani? Ni nuru ya nini? Ya ulimwengu. Lakini wafuasi hawa wa Yesu nuru waliipata wapi? Waliipata kwa nuru halisi, ambaye hii nuru halisi tumeambiwa kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 9 kwamba yeye ndiye anayetoa nuru kwa kila mtu. Kwa anatoa nuru pale, anatoa nuru pale, anatoa nuru pale. Ila nuru anatoa sio kwa kila mtu, kwa anayemfuata. Kwa anayefanyaje? Kwa anayemfuata. Na anayemfuata ni yupi? Ni yule ambaye anaamua kujikabidhi kwake kwamba Yesu, mimi niko tayari kukufuata. Na kwa nini nimesema kwamba hatoi kwa wote? Kwa sababu hii moja. Kuna wengine nuru inakuja wanaisukuma, wanaikataa. Wanapoikataa ile nuru inafanyaje?
ile nuru inaondoka, inaenda kwa mwingine. Inaenda kwa nani? Kwa mwingine. Kwa hiyo kuna ambao nuru inawajia ila wanaisukuma mbali, hao hawamfuati nani? Yesu. Wanamfuata Yesu, ndio Bwana Yesu kasema kwamba yeye anifuataye hata kwenda gizani. Kwa hiyo kumfuata Yesu ni kumkubali yale anayokuambia. Basi anapokuambia jambo ukakubali, basi wewe unakuwa nini? Unakuwa unapata nuru. Yesu anakupa nuru ya kwanza, ukikubali basi anakuongezea na nuru nyingine na nyingine na nyingine na nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio kutia nuru. Kwa nuru halisi ni nani? Ni Yesu Kristo. Nuru halisi ni Yesu Kristo. Sasa faida ya kupokea nuru kutoka kwa nuru halisi, Yesu ametuambia katika kitabu hiki cha Yohana 12 fungu la 36. Moja, tusitembee gizani. Tusitembee gizani. Ndio maana lile kanisa la Ufunuo 12 limevikwa nuru na nini? Na chini ya miguu yake kuna nini? Kuna mwezi. Kwa wakati wote yeye ana nini? Ana nuru, anatembea katika nini? Katika nuru. Na hii nuru ni nuru ya nani? Ni ya Kristo. Kwa hiyo faida ya kupokea nuru kwa nuru halisi ni kutokwenda gizani. Rafiki yangu, ili usipotee katika njia ya kwenda mbinguni, unatakiwa pokee nuru kutoka kwa nani? Kutoka kwa nuru halisi ambaye ni nani? Ambaye ni Yesu Kristo. Lakini pia amesema kwamba ili tuwe wana wa nuru, kwa inatakiwa tupokee nuru. Tunapopokea nuru tunakuwa wana wa nuru, watoto wa nuru. Tunaongozwa na nani? Na nuru halisi. Kwa katika kutembea kwetu nuru halisi anatangulia. Ndio maana akasema kwamba yeye anifuataye. Sawa? Nuru halisi anatangulia, alafu nuru wafuasi wake wanamfuata yeye. Kwa wakimfuata yeye na wao wanapata nini? Nuru. Wanakuwa hawatembei gizani. Wapi? Gizani. Kwa hiyo kumbe katika dunia hii kuna wana wa nuru, lakini pia kuna wana wa giza. Kuna wana wa nuru na wana wa giza. Sasa huyu nuru halisi alikaa hapa duniani kwa sababu alituambia kwamba muda ambao yupo duniani yeye ni nuru ya ulimwengu. Sasa huyu Yesu ambaye ni nuru halisi alikaa hapa duniani kwa muda wa miaka 3.5, akatukomboa pale msalabani, akafa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Kwa hiyo sasa alipopaa kwenda mbinguni, hapa duniani aliwaacha wale wafuasi wake ambao walikuwa ni nini? Aliyowaita, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo sasa nuru ambayo Yesu aliacha hapa duniani ilitakiwa iendelee kupokea nini? Kupokea nuru. Na nuru hii Yesu sasa, kwa kuwa yeye yuko mbinguni, ilikuwa inatakiwa nuru itoke sasa mbinguni ije duniani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu yuko mbinguni na wafuasi wake wale ambao aliowaita ni nuru wako wapi? Wako duniani. Na tunakuja kuona Yesu alivyopaa kwenda mbinguni mwaka 31 AD. Yesu aliingia kwenye chumba cha patakatifu katika hekalu la mbinguni. Hii tunaisoma katika kitabu cha Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya 1 tukianza ile fungu la 12. Ufunuo wa Yohana
sura ya kwanza lile fungu la 12, neno la Bwana anasema nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Fungu la 14 nasema kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. 15 na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana, kana kwamba imesafishwa katika tanuru, na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Kwa hiyo huyu ndiye Yesu Kristo. Yohana wa Ufunuo, Yohana huyu ambaye Yesu alimpenda sana, anaoneshwa Yesu akiwa katikati ya vinara vya nini? Vya taa 7. Sasa katika hekalu kulikuwa kuna vyombo mbalimbali. Kulikuwa kuna vyombo ambavyo vinakaa katika chumba, katika hua wa nje. Kulikuwa kuna vyombo ambavyo vinakaa katika patakatifu, lakini pia kulikuwa kuna vyombo ambavyo vilikuwa vinakaa patakatifu pa patakatifu. Sasa hiki kinara cha taa kilikuwepo katika chumba cha patakatifu, ambapo kwenye chumba cha patakatifu kulikuwa kuna vyombo vitatu. Kulikuwa kuna hiyo kinara cha taa, kulikuwa kuna meza ya mikate ya uonyesho, kulikuwa kuna madhabahu ya kufukiza uvumba. Sasa Yesu alivyotoka hapa duniani, alienda katika chumba hiko cha kwanza cha patakatifu, ambapo Yohana anaonyeshwa alikuwa hapo katikati ya vinara vya nini? Vya taa. Kwenye taa kuna nuru. Kwa hiyo alienda kwenye sehemu ambapo pia kuna nini? Kuna nuru. Kwa kuwa yeye ndiye nani? Ndiye nuru halisi. Kwa nini? Ili azidi kutoa nuru kwa nini? Kwa wafuasi wake aliowaacha hapa duniani. Kwa Yesu alidumu hapo toka mwaka 31 mpaka nakuja kuhama chumba mwaka 1844. Yesu alidumu hapo kwa muda wote. Sasa tukumbuke kwamba Yesu yeye ndiye anayetoa nuru kwa nani? Kwa wafuasi wake. Yeye yuko mbinguni, chumba cha patakatifu, wafuasi wake wako duniani. Na tunaamini kabisa wafuasi wa Yesu toka kanisa la awali mpaka leo wafuasi wa Yesu wapo, na inatakiwa wafuasi wa Yesu waendelee kupokea nuru kutoka kwa nuru halisi. Sasa tunaona nuru ikawa inatoka kwa nani? Kwa Kristo. Anawapatia wafuasi wake kipindi chote cha kanisa la Efeso, cha Pergamo. Yesu alikuwa anatoa nuru kwa wafuasi wake, na tunakuja kuona nuru ikazidi kutolewa. Nuru ikaja kwa John Calvin. Yesu akatoa nuru kwa kina Wycliffe. Nuru ikatolewa kwa kina Martin Luther. Nuru ikatolewa kwa kina John Hans. Kwa Yesu alikuwa anaendelea kutoa nuru kwa kipindi chote hicho, toka mwaka 31 AD mpaka 1844, ambapo Yesu bado alikuwa yupo kwenye chumba cha patakatifu. Yesu aliendelea kutoa nuru, na tunakuja kuona inapofika 1844 Yesu anahama chumba kutoka chumba hiko alichokuwa patakatifu, anahamia chumba cha patakatifu pa patakatifu sana kule juu mbinguni. Hii tunaisoma katika kitabu cha Daniel 10, Daniel 7 na ile fungu la 13. Nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa
mfano wa mwanadamu, akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Kwa hili ni tukio ambapo tunaelekezwa kwenye tukio ambalo Yesu alifanya la kuhama chumba, kutoka chumba cha patakatifu kuingia chumba cha patakatifu pa patakatifu kule wapi? Juu mbinguni, kuwa karibu na mzee wa siku. Na tunajifunza zaidi kwamba Yesu kawaida anapokuwa anahama chumba huwa anatoa nuru. Nuru. Alivyokuja hapa ulimwenguni kama mwanakondoo katika hua wa nje, Yesu alikuwa anatoa nuru kwa wafuasi wake. Anatoa nuru. Alivyoama akaingia chumba cha patakatifu, Yesu aliendelea kutoa nuru. Kwa hata alivyohama kutoka chumba cha patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu, Yesu alitoa Yesu alitoa nuru. Yesu alitoa kwa ajili ya kuendelea kuwakomaza wale wafuasi wake. Na hii tunasoma katika kitabu cha Pambano Kuu, ule ukurasa wa 354 aya ya kwanza na ya pili. Kuna maneno ya katikati hapa nasema wafuasi wa Kristo wanapaswa kuwa watu wanaomngojea Bwana wao atakaporudi kutoka harusini. Luka 12:36 anasema, lakini inawapasa kuelewa kazi yake na wamfuate kwa imani wanapoingia ndani mbele za Mungu. Ni katika maana hii ambapo wanaelezwa kuwa wanakwenda harusini. Anaendelea kusema haya ya pili, katika mfano wa wanawali 10 ni wale waliokuwa na mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao, ambao walienda harusini. Sasa hapa nabii wa Mungu anaeleza kwamba wafuasi wa Kristo wanatakiwa wawe watu wanaomngojea Bwana atakapotoka wapi? Harusini. Anaeleza lakini inatakiwa wafahamu huko kwenye harusi ameenda kufanya nini. Anaeleza ni katika maana hii ambapo wanaelezwa kuwa wanakwenda harusini. Sasa haya ya pili inaeleza inafafanua katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 25 ambapo tunaelezwa kuhusu wanawali 10. Anasema katika mfano wa wanawali 10 ni wale waliokuwa na mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao, ambao walienda harusini. Wale ambao pamoja na kujua ukweli kutoka katika maandiko walikuwa pia na roho na neema ya Mungu, ambao katika giza la majaribu makali walingoja kwa uvumilivu wakichunguza Biblia ili kupata nuru kubwa zaidi. Hawa waliuona ukweli kuhusu hekalu la mbinguni na badiliko la huduma ya Mwokozi, na kwa imani walimfuata katika kazi yake katika hekalu la mbinguni. Kwa katika sehemu hii tunaambiwa wakati Yesu anahama chumba katika kile kwenye ule mwaka 1844, wakati anahama chumba cha patakatifu anaingia patakatifu pa patakatifu, kuna wafuasi wake hapa duniani
ambao walikuwa wanamngojea kwamba arudi. Lakini kwa kuto kurudi kwa Yesu hapa duniani, waliendelea kuchunguza neno la Bwana ili wapate usahihi zaidi. Na walivyojifunza kwa undani zaidi, wakagundua kwamba Yesu alikuwa haji duniani ila anahama nini? Chumba. Anahama huduma, anaingia katika huduma ya upatanisho, siku ya upatanisho. Sasa nabii wa Mungu ndo anaeleza kwamba hao ndio waliokuwa wanawali wenye nini? Wenye mafuta. Hao ndio walikuwa wanawali wenye mafuta. Kwa na wao taa zao zilikuwa zinaendelea kuwaka. Walikuwa na mafuta. Kwa taa zao, nuru walikuwa nayo. Kwa walipokuwa na ile nuru, na Yesu kwa kuwa ndiye nuru halisi, yeye yuko mbinguni na wao wako duniani, Yesu akawaongezea nuru ili wazidi kujua nini kinaendelea wapi? Mbinguni na hapa duniani. Kwa wakaongezewa nuru kutoka kwa nuru halisi ambaye ni nani? Ni Yesu Kristo. Ni nani? Ni Yesu Kristo. Sasa walivyoongezewa nuru nyingine, ndipo wakatambua kwamba kumbe Yesu alikuwa haji duniani ila anahama nini? Chumba. Anahama chumba. Kwa hiyo tunajifunza kwamba kumbe Yesu daima amekuwa akitoa nuru kwa wafuasi wake nyakati zote. Hata anapokuwa yuko mbinguni, Yesu amekuwa akitoa nuru. Amekuwa akitoa nini? Nuru kwa wafuasi wake. Amekuwa akitoa nuru. Kwa nini? Tumeambiwa kwamba kwenye Yohana 1:9, yeye ndiye nuru halisi anayemtia kila mtu nuru. Yohana 8:12 akasema nuru inatolewa kwa wanaomfuata. Nuru inatolewa kwa anayemfuata. Yohana 12:26, Yesu anasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Kwa hawa watu wafuasi wa Yesu katika kipindi hiki cha 1844 walimfuata Yesu kwa imani katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. Kwa walivyofanikiwa kumfuata Yesu kwa imani, kwa sababu Yesu yuko mbinguni, wao wako chini, basi Yesu kwa kuwa yeye ndiye nuru halisi, akawapatia nuru, akawajaza nuru. Na ndiyo maana tunaona katika kile kipindi 1844 Wakristo au wafuasi wa Kristo katika kipindi kile wakawa umegawanyika katika sehemu mbili. Kuna wale ambao walikataa nuru iliyotolewa na nani? Na Kristo. Au ndio wakaitwa wana wa nuru, wana wa giza. Lakini pia kuna wale ambao walikubali kupokea nuru baada ya kushindwa, baada ya Yesu kutotokea katika ulimwengu huu. Walikaa chini wakatafakari ni wapi walikokosea, na Yesu akawapatia nuru, wakaikubali. Ila wale waliokataa, wao hawakuwa tena wana wa nani? Wana wa nuru. Ila wana wa nuru wakawa wale waliopokea ule ujumbe wa malaika wa kwanza, na hatimaye tunakuja kuona Yesu akaanza kusafiri, na wale walioingia harusini, wale ambao walikuwa wanamngojea kweli, ambao wanaitwa Waadventista wa siku ya saba. Waadventista wa siku ya saba. Kwa hiyo ndio wamesafiri hadi leo hii. Bado Yesu ana wafuasi katika wakati huu ambao anazidi kuatia nuru. Na wafuasi hawa sharti lao wanatakiwa wamfuate nani? Wamfuate Yesu. Wapi? Katika patakatifu pa patakatifu.
haitaki kumfuata Yesu tena katika ua wa nje kama mwanakondoo. Tayari pale Yesu hayupo. Haitakiwi kumfuata Yesu katika chumba cha patakatifu. Yesu pale hayupo. Yesu anapatikana wapi? Yesu anapatikana katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. Ndipo Yesu anapatikana pale. Kwa wafuasi wake wote, ili wapewe nuru kutoka kwa nuru halisi, wanatakiwa wawepo pale Yesu ambapo yupo. Ndio maana Yesu anasema yeye anifuataye hata kwenda gizani. Sasa utapataje nuru wakati uko chumba cha kwanza cha patakatifu? Upo kwenye ua wa nje? Ni lazima wote tunao muamini Yesu, ni lazima tumfuate wapi alipo. Yohana 12:26 nasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo. Yaani Yesu alipo. Kwa Yesu yuko wapi? Yuko patakatifu pa patakatifu. Hayupo katika chumba cha patakatifu. Kwa ni lazima wafuasi wake wawepo mahali ambapo Yesu yupo. Ndipo wanapewa nuru. Sasa tunakuepo kivipi? Tunakuepo kwa imani, kwa sababu yeye yuko mbinguni, sisi tuko duniani. Kwa tunapokuwa naye pale, faida tunayopata, tunapata nuru. Tunapata nuru. Na tunakuja kuona, mpendwa, miongoni mwa wale ambao walikubali kuingia na Yesu harusini katika ule mwaka 1844 alikuwepo binti mdogo anaitwa nani? Ellen G. White, ambaye kupitia yeye tunakuja kuona karama ya unabii. Kristo alitoa nuru, alitoa nyongeza. Nyongeza gani? Nyongeza ya nuru kupitia kwa nani? Kupitia kwa huyu binti mdogo aliyekuwa anaitwa Ellen G. White, ambaye kupitia yeye tunaona karama ya unabii hawa watu walipata. Kwa nini? Tunaposoma katika kitabu cha Hesabu 12 fungu la 6, neno la Bwana linasema, Hesabu 12 fungu la 6, 12 fungu la 6, neno la Bwana linasema, kisha akawaambia, sikizeni basi maneno yangu. Akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Nitasema naye katika nini? Ndoto. Kwa hiyo miongoni mwa wale ambao waliingia na Yesu katika kile chumba cha patakatifu pa patakatifu kwa imani, alikuwepo huyu binti mdogo ambaye Mungu alimpatia karama ya unabii. Karama gani? Ya unabii. Kwa katika Hesabu 12 fungu la 6, Mungu anasema akiwepo miongoni mwetu mtu ambaye ana karama hiyo ya unabii, Mungu anajifunua kwake. Na anapojifunua kwake, lengo la Mungu kwamba ili sisi huku duniani tuendelee kupata nuru kutoka kwake. Na ili na sisi tuzidi kuwa wana wa nuru, ili tusitembee gizani, tutembee katika nini? Katika nuru, tutembee katika nuru. Sasa huyu nabii Ellen G. White, huyu ni nabii wa Mungu. Ni nabii wa Mungu 100%. Hilo halina shaka. Kama ulikuwa na tashwishi naye, basi tafakari vizuri njia yako. Kwa sababu unapoitwa Mwadventista Msabato alafu unakataa nuru kupitia kwa nabii huyu, basi wewe kuna hatari ya kupotea. Kwa nini? Kwa sababu nuru inatolewa na nuru halisi ambaye ni nani? Ni Kristo. Kwa unapomkataa nabii wake, basi unamkataa nani? Unamkataa Yesu mwenyewe. Kwa sababu katika kitabu cha
Mambo ya Nyakati wa Pili, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na lile fungu la 20. Neno la Bwana linasema wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa hiyo tunaambiwa katika andiko hili kwamba inatakiwa tumwamini nani? Tumwamini Mungu. Lakini pia tuwaamini manabii wake, ndivyo tutakavyofanikiwa. Kwa ikiwa hatumwamini huyu nabii, tuna hatari ya kupotea. Inatakiwa tuamini maneno ya Mungu kupitia huyu nabii. Yaani inatakiwa tumwamini Mungu kupitia nani? Huyu nabii. Hata kama amesema jambo ambalo katika akili zetu kama haiendi vizuri, lakini kwa kuwa ni nabii wa Mungu, inatakiwa tumwamini. Tunapoacha kumwamini huyu nabii, tunakuwa tumwamini Mungu. Kwa sababu unapojifunza katika kitabu cha ujumbe wa awali, ukurasa wa 86 inaeleza mchakato wa nuru kutolewa. Nuru inaanzia wapi, inapitia wapi? Ukurasa wa 86 haya ya kwanza, maneno ya katikati hapa inaeleza, anasema, niliona makundi mawili, moja likiwa limesujudu mbele ya kiti cha enzi likivutiwa sana, wakati lingine limesimama pasipo kupendezwa na bila kujali. Wale ambao walikuwa wamesujudu mbele ya kiti cha enzi walitoa maombi yao na kumtazama Yesu. Kisha yeye angemtazama Baba. Sikiliza vizuri. Kisha yeye angemtazama Baba na kuonekana akimsihi. Nuru ingetoka kwa Baba kwenda kwa Mwana, na kutoka kwa Mwana kwenda kwa kundi linaloomba. Yaani nabii wa Mungu anaeleza aliona kundi la watu likiwa makundi mawili yakiwa yanaomba. Kundi moja lilikuwa limesujudu mbele ya kiti cha enzi. Na unapozungumzia kiti cha enzi, tunazungumzia chumba cha patakatifu pa patakatifu. Kwa kuna watu waliosujudu mbele ya kiti cha enzi. Sasa wanasujudu kivipi? Kwa imani. Wako duniani ila wanasujudu, wanaabudu, wapo na Yesu kwa imani katika chumba cha patakatifu pa patakatifu. Kundi lingine akaliona alifanya jitihada yoyote, yani wamesimama bila kujali, waombi wafanye nini. Nabii wa Mungu akaelezwa aliona nuru ikitoka kwa nani? Kwa Baba, ikaenda kwa nani? Kwa Mwana. Ilipotoka kwa Mwana ikaenda kwa nani? Kwa kundi ambalo lilikuwa linasujudu mbele ya nini? Kiti cha enzi. Kwa nuru inaanza kwa nani? Kwa Baba, inafata kwa Mwana, inafata kwa kundi
sujudu. Lakini katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza Ufunuo sura ya kwanza inaeleza pia inapotoka kwa Kristo inaenda kwa nani? Inapotoka kwa Kristo inaenda kwa nani? Ufunuo sura ya kwanza fungu la kwanza kabisa nasema, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi. Naye akatuma kwa mkono wa malaika amuonyeshe mtumwa wake Yohana. Kwa hiyo nuru inatoka kwa nani? Inatoka kwa Baba ambaye anakaa katika nuru isiyoweza kufikiwa. Hii nuru inaenda kwa Kristo mwanawe ambaye kwa asili wanashare kiti kimoja. Ikitoka kwa Kristo, yani kwa mwanawe, inaenda kwa nani? Kwa malaika. Malaika anawaletea wanaosujudu mbele ya kiti cha enzi kwa imani wakiwa hapa duniani. Sasa na hao wanaosujudu, katikati yao kuna nabii. Sio wote kwamba ni lazima awepo nabii ambaye Mungu kasema akiwepo nabii katikati yenu nitajifunua kwake. Kwa hiyo huyu nabii sasa yeye ndio anapewa nini? Ile njozi. Anapewa ile nini? Nuru. Alafu akishapewa ile nuru anawaambia wote sasa. Kwa hiyo inaanza kwa Baba, kwa Mwana, malaika, nabii. Nabii anatuambia sisi sasa. Kwa hiyo njozi ikitoka hapa ikafuata hapa ikaenda kwa huyo nabii. Huyu nabii anapokataliwa, ile nuru inakuwa imekataliwa, na aliyeitoa pia kakataliwa. Aliyetoa ni nani? Ni Baba. Aliyetoa ni Baba. Kwa hiyo kuna hatari ya kumkataa huyu nabii. Unaweza usimkatae kwa maneno yako, ila vitendo tu vikawa vinaonyesha kwamba unafanyaje, unamkataa. Kwa nini? Kwa yale aliyoyaandika ambayo yanapingana na mawazo yetu sisi. Ni lazima tumkubali hata kama aliyoandika ni machungu. Katika mawazo yetu hayaendani vizuri kwa hivi ni kweli. Sisi natakiwa tuamini kwamba ni maneno ya Bwana. Sisi kazi yetu ni kutii ili tupate kuishi. Lakini kama tutii, tuna mashaka, basi tunakuwa na mashaka na Mungu. Tunakuwa na mashaka na Mungu. Mashaka na Mungu. Sasa huyu nabii huyo aliandika kitabu. Aliandika kitabu baada ya kuoneshwa mambo mengi. Aliandika kitabu kinachoitwa Pambano Kuu. Hiki hapa. Mimi natumia hiki kwa sababu nikitumia zingine huenda tutaelewa. Sasa mimi natumia hiki ambacho tumekisambaza. Hiki hapa UPH ambacho tumekisambaza. Humu ndani kuna maneno yenye uzima. Kuna maneno yenye uzima. Nabii wa Mungu aliandika muda aliopewa shetani wa kuisumbua dunia. Nabii wa Mungu alipewa nuru. Nuru ilitoka kwa Baba, nuru ikaenda kwa Mwana, nuru akapewa malaika, nuru ikamfikia nabii. Nabii akaandika ili wewe na mimi tusome, tuweze kujua ni nini au ni muda gani ambao shetani alipewa
ili aihangaishe hii dunia. Na kwa nini shetani alipewa muda ili aihangaishe hii dunia? Shetani alidai kwamba yeye ndiye wa haki na Mungu hakuwa wa haki. Kwa hiyo shetani ilitakiwa apewe nafasi ili adhihirishe tabia yake, malimwengu yote yatambue kwamba shetani sio wa haki bali Mungu ndiye wa haki. Kwa hiyo katika mabaraza ya mbinguni iliamriwa kwamba shetani apewe nini? Apewe nafasi. Iliamriwa kwamba shetani apewe nafasi. Tunaposoma kwenye kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 558, nabii wa Mungu anaeleza hivi: "Si tumekubaliana kwamba Ellen G. White ni nabii wa Mungu? Hata kama hutaki kukubali, kubali tu. Usipokubali sasa, utakubali muda ukiwa umeisha na utakuwa wenda umepotea. Sasa kabla ya kufika huko, kubali tu, amini tu." Katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ukurasa wa 558, nabii wa Mungu anaeleza mambo haya. Anasema, "Kusudi la Mungu ilikuwa ni kuweka mambo katika kusudi la milele na katika baraza la mbinguni iliamriwa kwamba lazima shetani apewe muda kuendeleza msingi wa serikali yake. Shetani aliwaongoza watu katika dhambi na mpango wa ukombozi uliwekwa ukaanza kufanya kazi. Kwa miaka 1400 Kristo alikuwa anashughulikia kazi ya kumuinua mwanadamu, na shetani alikuwa anashughulika na kumwangamiza na kumshusha chini mwanadamu, na malimwengu yote yaliona yote hayo. Kwa katika baraza la mbinguni iliamriwa kwamba shetani apewe muda, ili adhihirishe tabia yake. Na tunaposoma kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu, ukurasa wa 411, nabii wa Mungu anaeleza jambo hilo hilo, ukurasa wa 411. Anasema maneno ya juu hapa, anasema, "Kwa hiyo ilipasa idhirike mbele ya wakazi wote wa mbinguni na mbele ya sayari zote kuwa serikali ya Mungu ilikuwa ya haki. Sheria yake ilikuwa kamili. Shetani alitengeneza mazingira yaliyoonesha kana kwamba yeye mwenyewe alikuwa akipambania ustawi wa ulimwengu wote." Kwa namna shetani alivyofanya pale mbinguni na kwenye malimwengu yote ni kuonesha hali kwamba yeye ndiye mtakatifu, yeye ndiye anapigania serikali ya Mungu iweze kuwa katika mazingira mazuri. Kwa hiyo alificha ubaya wake. Anasema, "Tabia halisi ya Ibilisi na lengo lake halisi ilikuwa lazima viwekwe kwa wote. Ilipasa apewe muda ili ajifunue mwenyewe kwa kazi zake ovu. Kwa hiyo alipewa muda. Shetani alipewa nini? Muda. Sio kwamba tutaishi tu, mtu anakufa na mwingine anazaliwa anakufa. Kumbe shetani alipewa muda.
Sasa hii nuru ya shetani kupewa muda wa kuonesha tabia yake halisi ilitoka kwa Baba ikaenda kwa Mwana, alipewa malaika, akaletewa nabii akaandika ili tupate kujua. Sasa shetani alipewa muda gani? Shetani maana tunaona kwamba mpango wa ukombozi uliwekwa. Sasa huu mpango wa ukombozi tunaipataje? Unaposoma katika kitabu hiki cha Isaya 46 fungu la 9 na 10, neno la Bwana linasema, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine, mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na shauri langu na tangu zamani za kale, mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa tunaambiwa tukumbuke mambo ya zamani za kale. Yeye ni nani? Ni Mungu. Anasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo Mungu ametutangazia mwisho. Ametangaza mwisho wa shetani kudhihirisha tabia yake katika kitabu cha Mwanzo. Kwa ili tupate Mungu ametoa muda gani wa shetani kudhihirisha tabia yake, inatakiwa tuende kwenye kitabu cha Mwanzo. Sasa kwenye kitabu cha Mwanzo Mungu alifanya kazi, aliumba kwa muda gani? Kwa muda wa siku 6. Ndipo Mungu aliumba mbingu na nchi. Siku ya 7 Mungu alipumzika. Mungu alifanyaje? Alipumzika, hakufanya kazi. Sasa ndio maana unaposoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20, Kutoka sura ya 20 fungu hili la 9 na 10, anasema, tutaenda hadi 11, anasema, siku 6 fanya kazi, siku 6 ufanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. 11 anasema, maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya sabato akaitakasa. Sasa tumeambiwa kwamba Mungu ametangaza mwisho kwenye kitabu cha Mwanzo. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunapata Mungu alifanya kazi kwa muda wa siku 6. Siku ya 7 akapumzika. Kwa hiyo Mungu kwenye hii dunia, kwenye kushughulika na dhambi, ametoa muda wa shetani kudhihirisha matendo yake mahovu katika dunia hii. Mambo ya zinaa, mambo ya wizi, mambo ya umbea, mambo ya usengenyaji. Shetani atawaongoza wanadamu kufanya mambo hayo yote katika wakati huu wa mwisho. Tunaambiwa kwamba atafanya haya mambo katika muda wa siku 6. Siku ya 7 shetani hatafanya. Kwa kuwa nini? Kwa kuwa ni siku takatifu, siku ambayo Bwana kaitenga rasmi. Shetani hataigusa, shetani hata inajisi. Ni siku takatifu. Ndio maana Yesu siku ile anasulubiwa msalabani, alikata roho mapema kabisa ili siku takatifu isinajisiwe. Kwa Yesu anatambua
kwamba siku takatifu haitakiwi kuchafuliwa. Kwa sasa tukija kwenye mpango wa ukombozi, Mungu alitoa siku 7, juma hili moja, katika kushughulika na dhambi. Katika hizi siku 7, siku 6 Shetani ataihangaisha hii dunia. Shetani ataonyesha tabia yake halisi. Malimwengu yote, sayari zote watatambua kwamba Shetani ni muongo ndani ya siku 6. Kwenye hizi siku 6 ndipo Shetani kapewa. Hawezi kuvuka hapo. Akivuka siku 6, maana atakuwa ameingia siku ya 7 ambayo ni siku takatifu. Siku gani? Siku ya Sabato. Sasa tunajifunza katika kitabu cha waraka wa pili wa Yohana sura ya 3. Waraka wa pili wa Yohana sura ya 3, na hili fungu la 8 nasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, ya kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Kwa hiyo tuna kanuni katika unabii kwamba kwa Mungu siku moja kwetu huku ni miaka 1000, na huku kwetu miaka 1000 kule juu ni wapi? Ni siku moja. Yaani tangu Yesu apae kwenda mbinguni mpaka leo hii, kule mbinguni ni siku hizi 2. Lakini kwetu sisi huku ni miaka 2000. Imekaribia miaka mingapi? 2000. Kwa Mungu siku moja kwetu sisi huku ni miaka 1000. Ndio kanuni ya mahesabu ambayo tumepewa. Kwa Mungu kule mbinguni yeye alitoa juma hili moja, ambao ni siku ngapi? 7. Ambao hizi siku 7 tukizileta huku duniani kwa kidunia huku ni miaka 7000. Kwa huku duniani Shetani atafanya kazi kwa muda wa miaka mingapi? Kwa muda wa miaka 6000. Kwa muda wa miaka 6000. Mwaka wa 7000 Shetani hata igusa. Shetani hata igusa. Kwa nini? Yesu mwenyewe alivyosulubiwa pale msalabani, siku ya 7 hakuichafua. Kwa hata mruhusu Shetani haiguse. Yaani yeye ambaye ni Mungu hakuichafua, alafu amruhusu Shetani aichafue. Kwa hiyo mbingu ilitoa muda wa miaka 7000 hapa duniani. Katika hii miaka 7000 kuna miaka 6000 ambayo Shetani ataonyesha tabia zake ovu. Atawaongoza wanadamu kutenda mambo mabaya. Atasababisha ajali, ataua, zinaa, kila kitu, wizi, kila kitu atafanya katika dunia hii. Na tulisoma katika hiki kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote kwamba Shetani akiwa anafanya hayo yote ya kuangamiza wanadamu, na Yesu akimuinua mwanadamu, malimwengu yanatazama. Wanapotazama wanagundua kumbe huyu Shetani ni muongo. Na hata na sisi tunatambua kabisa kwamba Shetani ni muongo. Kwa Shetani akuangamizwa ili apewe nafasi, ili tabia yake idhihirike, ili watu wachague kama kumfuata Mungu na matendo yake mema au kumfuata nani? Shetani. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Kwa Shetani na yeye
kapewa siku 6, kapewa miaka 6,000 atende mambo yake yote. Siku ya 7 Mungu akasema hiyo ni siku takatifu. Yesu mwenyewe hakuigusa, hakuichafua. Wanadamu na wao hatutakiwi kuichafua. Ndivyo ilivyo hata kwa shetani. Mungu hata ruhusu shetani aichafue Sabato, aichafue siku ya Mungu hata ruhusu shetani aingie mwaka wa 7,000 katika dunia hii, kwa sababu ni mwaka wa Bwana. Ni mwaka wa nini? Wa Bwana. Sio mwaka wa shetani kuchafua. Kwa Mungu hata ruhusu hata kidogo. Sasa haya maneno tunayapata wapi? Tunaposoma kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 8 haya ya 2, nabii wa Mungu anaeleza haya yafuatayo. Anasema, kwa miaka 6,000 yule mdanganyifu ambaye wakati fulani aliwahi kuwa katika nafasi ya juu kuliko wote miongoni mwa malaika wa Mungu amejielekeza kikamilifu kufanya kazi ya udanganyifu na uuaji. Hiyo nukuu ya kwanza inaeleza kwa miaka 6,000 yule mdanganyifu ambaye kwa wakati fulani aliwahi kuwa katika nafasi ya juu kuliko wote miongoni mwa malaika wa Mungu amejielekeza kikamilifu kufanya kazi ya udanganyifu na uuaji. Mpendwa, natumia kitabu hiki hapa cha UPH. Nadhani unacho na inaamini unacho. Kama huna, kakitafute, kwa sababu kukosa kitabu hiki kuna hatari ya kukataa nuru, kwa sababu utabisha vitu ambavyo vipo humu katika kitabu hiki, ambacho ni kitabu ambacho nabii wa Mungu amekiandika. Nuru ilitoka kwa Baba, ikaja kwa Mwana, ikaja kwa malaika, ikaja kwa nani? Kwa nabii, akaandika ili wewe na mimi tusome. Sasa ndo tunasoma hivi. Kwa hiyo ni nukuu ya kwanza. Tuone nukuu nyingine, ukurasa wa 426. Ukurasa wa 426 haya ya kwanza. Ukurasa wa 426 haya ya kwanza. Neno la Bwana linasema, anasema, pambano kuu kati ya Kristo na Shetani ambalo limekuwa likipiganwa kwa takribani miaka 6,000 linakaribia kufungwa, na Shetani anaongeza juhudi mara 2 kuishinda kazi ya Kristo kwa niaba ya mwanadamu na kushikilia roho katika mitego yake, kuwashikilia watu gizani na katika hali ya kutotubu hadi upatanisho wa Mwokozi uishe na kusiwepo tena kafara kwa dhambi. Ndiyo lengo analotafuta kulifikia kwa miaka 6,000. Hiyo ni nukuu ya pili. Kwa miaka ngapi? 6,000. Kwa miaka 6,000. Tuone na nukuu nyingine rafiki yangu, 455. 455 haya ya kwanza. 455 haya ya kwanza. Anasema, pepo wanakataa uungu wa Kristo na wanamweka muumbaji katika daraja lao. Hivyo katika joo jipya mwasi mkuu anaendesha vita vyake dhidi ya Mungu iliyoanzia mbinguni, na kwa miaka 6,000 ameendelea kuifanya duniani. Hiyo ni nukuu ya 3. 554 haya ya pili.
554 aya ya pili, nabii wa Mungu anaeleza 554 aya ya pili, nabii wa Mungu anaeleza yafuatayo. Anasema, kazi ya shetani ya uharibifu imefikia kikomo. Sasa hapa yani ndo ile miaka 6 imeisha sasa. Anasema kazi ya shetani ya uharibifu imefikia kikomo milele. Kwa miaka 6,000 ametekeleza mapenzi yake, akiijaza dunia kwa misiba na kuleta huzuni katika ulimwengu wote. Uumbaji wote umekuwa ukiugua na kutaabika kwa pamoja kwa sababu ya maumivu. Sasa viumbe wa Mungu wamekombolewa milele na kuwa mbali kabisa na uwepo wake na majaribu yake. Dunia yote inastarehe na kutulia. Sasa hapo watu wa Mungu wamekombolewa. Nabii wa Mungu anasema watu wa Mungu wamekombolewa. Ila wamekombolewa baada ya kipindi gani? Anasema kwa miaka 6,000. Kwa miaka 6,000. Hiyo ni nukuu nyingine ya 4. Nukuu ya 5 ambayo imeunganishwa na nukuu ya 6 kwenye ukurasa wa 543. Haya ya pili yanasema kwa miaka 6,000 kazi ya shetani ya uasi imeitetemesha dunia. Kwa miaka 6,000 kazi ya shetani imeitetemesha dunia. Hiyo ni nukuu ya 5. Anasema ameufanya ulimwengu wote ukiwa na ameipindua miji yake yote, na akuwafungulia wafungwa wake waende kwao. Kwa miaka 6,000 nyumba yake ya gereza imepokea watu wa Mungu. Kwa miaka 6,000 imerudiwa tena. Hiyo ni mara ya 6. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Pambano Kuu miaka 6,000 imetajwa mara 6, ambayo nabii wa Mungu alipewa nuru kutoka kwa Baba, kwa Mwana, ikaja kwa malaika, akapewa yeye ili atuambie sisi, akwambie wewe, aniambie mimi. Kwa hiyo inatupasa kukubali hii miaka 6,000 hata kama ni chungu, tukubali hivyo. Sasa hii miaka 6,000 tumeambiwa kwamba ilianza dhambi ilipoingia katika dunia hii. Adam alipotenda nini? Dhambi. Ndipo hii miaka 6,000 ilipoanza. Sasa je, mwisho wake ni lini? Je, itajivuta tu? Ikifika hapa inavuta, ikifika hapa, yani kwamba haina kikomo? Kwa sababu tunajifunza kwamba katika siku 7 tunajua kabisa kwamba siku inaanza saa fulani, inaisha saa fulani. Sabato inaanza saa fulani, inaisha saa fulani. Jua ikizama, jua ikichomoza, tunajua kwamba siku inafanyaje, inaanza. Kwa jinsi Mungu alivyopanga mtiririko wa siku, mwanzo wa siku na mwisho wa siku, ndivyo na hii miaka 6,000 Mungu alivyoipanga, kwamba kuna mwanzo wake na kuna mwisho wake. Sasa je, ni lini? Sasa tuweze kuangalia mpendo. Sasa hii miaka 6,000 ili tujue mwisho wake ni wapi, ni lazima tujue hii miaka 6,000 imegawanyika katika makundi mangapi. Hii miaka 6,000 imegawanyika katika makundi mawili.
Kundi la kwanza ni miaka 4,000, kundi la pili ni miaka 2,000. Kundi la kwanza ni miaka 4,000 na kundi la pili ni miaka 2,000. Tunapataje hii? Unaposoma kwenye kitabu hiki cha Pambano Kuu, tunaelezwa miaka 4,000. Kundi la kwanza tunaelezwa kundi la kwanza tunaipataje? 271 haya ya pili. Huyu nabii aliambiwa kundi la kwanza inaanzia wapi na inaishia wapi. Kwa nabii wa Mungu alielezwa haya, akaandika, nasema haya ya pili 271 haya ya pili, anasema kwa nusu ya juma hiyo ataikomesha sadaka na dhabihu. Mwaka BK 31, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, Bwana wetu alisulubiwa. Bwana wetu alisulubiwa kwa kafara kuu iliyotolewa juu ya mlima wa Kalvari. Alikomesha mfumo wa sadaka ambazo kwa miaka 4,000 zilielekeza kwa mwanakondoo wa Mungu ajaye. Mfano ulikutana na kitu halisi, na kafara zote za mfumo wa kaida zilikomea hapo. Sasa nabii wa Mungu anatueleza kwamba kuna kafara ambazo zilikuwa zinatolewa, ambazo zilikuwa zinamwakilisha nani? Yesu. Hizi kafara zilianza kutolewa kipindi gani? Ni kipindi ambapo Adam na Hawa walitenda dhambi na mwanakondoo akachinjwa kumwakilisha nani? Yesu atakaye tukomboa. Kwa hizi kafara zilikomea wapi? Yesu alipokufa pale msalabani, ndipo zilipokomea. Sasa anasema Yesu wakati anakufa, zile kafara zote zilifanyika kwa muda wa miaka 4,000. Zilifanyika kwa muda wa miaka 4,000. Na Yesu alikufa mwaka gani? Yesu alikufa mwaka 31 AD. Kwa mwisho wa miaka 4,000 ni 31 AD. Kwa hiyo kwenye miaka 6,000 wakati Yesu anakufa msalabani, tayari miaka 4,000 ikawa imesha kuisha. Kwa ikabaki miaka mingapi? 2,000. Kwa Yesu akiwa anakufa pale msalabani, ilibaki miaka 2,000 itimie miaka 6,000. Ujaelewa? Nabii wa Mungu alipewa nuru. Hii nuru ilitoka kwa Baba, ikaja kwa Mwana, ikaja kwa malaika, akapewa yeye. Akaandika. Ukurasa gani? Ukurasa wa 271 haya ya pili. Akasema kuna kafara zilikuwa zinatolewa ambazo zilikuwa zinamwakilisha Yesu. Hizi kafara zilianzia Adamu alipotenda dhambi. Zilitolewa wewe mpaka Yesu anakufa pale msalabani mwaka 31. Ndipo zilikoma. Nabii wa Mungu akaambiwa ilichukua muda wa miaka 4,000. Kwa Yesu anakufa pale mwaka 31 pale msalabani, ndipo ilikuwa ukomo kwa hizo kafara ambazo zilidumu kwa muda wa miaka 4,000. Kwa 31 hiyo, sawa? 31 AD ndio ukomo. Kwa nini?
wa 1400. Kwa hiyo kwenye miaka 6000 hii, ili itimie miaka 6000, ilibaki miaka mingapi? Ilibaki miaka 2000 itimie miaka mingapi? 6000 itimie 6000. Kwa wakati Yesu anakufa pale, miaka 4000 ikakata, ikabaki 2000. Kwa hili upate imebaki, ili upate mwisho wa hii miaka 2000 au upate mwisho wa hii miaka 6000, chukua hiyo 31 ambapo Yesu alikufa pale, jumlisha 2000. Jumlisha tu. Kama huwezi kujumlisha, tafuta mtoto wa darasa la 2, la 3 au la 4 akujumlishie. Nadhani utapata majibu. Ukijumlisha hapo ni 2031. Wazungu wanasema simple like that. Rahisi kama hivyo. Kwa ndio ukomo wa miaka 6000. Baada ya miaka 6000 hii kuisha, Shetani hataruhusiwa kukanyaga Sabato. Shetani hataruhusiwa Yesu akuinajisi. Shetani hataruhusiwa ainajisi hata kidogo. Sasa hii 2031 ndio ukomo wa miaka 6000. Inaweza ikarudi nyuma kidogo, lakini pia inaweza ikaenda mbele kidogo kulingana na mahesabu ya kimbingu. Sisi tunafanya mahesabu ya kidunia hapa, ila mahesabu ya kimbingu inaweza ikarudi kidogo, lakini pia inaweza ikaenda mbele kidogo kulingana na mahesabu ya kimbingu. Kwa hiyo nuru kutoka patakatifu pa patakatifu, ambapo kuna kiti cha enzi, na juu ya kiti cha enzi amekaa Baba, Mwana. Kwa nuru ilitoka kwa nani? Kwa Baba, ikenda kwa Mwana, akapewa malaika, akaletewa nabii Ellen G. White, akaandika ili tuweze kujua. Kwa hiyo wale ambao wanasujudu mbele ya kiti cha enzi wanapewa nuru. Wanapewa nini? Nuru. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana wa kuingia na Yesu katika patakatifu pa patakatifu, mahali ambapo yupo. Unapewa nuru. Unapewa nini? Nuru. Hatupati nuru sasa hivi katika hua wa nje. Hatupati nuru katika patakatifu. Tunapata nuru, na hii nuru tunapoipata katika chumba cha patakatifu pa patakatifu, hii nuru inatusaidia kuweza kujitathmini, kuweza kujichunguza. Ni wapi ambapo mimi niko kinyume? Ni wapi ambapo mimi Yesu atakapotoka hapa kwenye chumba hiki nitakuwa nimepotea? Hii nuru ndio inatufanya sisi tuweze kujipeleleza kwamba ni nini maisha yangu haya. Kwa Yesu anasema kwenye Yohana 8:12 kwamba yeyote anayemfuata hata kwenda gizani kamwe. Hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru. Kuna umuhimu mkubwa sana katika wakati huu wa mwisho wa kuingia na Yesu
kwa imani katika kile chumba cha patakatifu pa patakatifu. Tukiwa na Yesu pale, Yesu atatuambia kwamba hapa kulingana na hii nuru hauko sawa, hapa hauko salama, rekebisha, achana na hii, acha hii, rekebisha hapa. Kwa nini? Kadiri unavyoifikia nuru, kadiri unavyozidi kumkaribia nuru, ndivyo unavyozidi kujiona udhaifu wako, mapungufu yako, wapi urekebishe. Lakini kadiri unavyokwenda mbali na nuru, ndivyo unavyozidi kwenda gizani. Kwa hiyo katika wakati huu wa mwisho inatakiwa tuzidi kumsogelea nuru, tuzidi kumkaribia nuru, ambaye nani? Ni Yesu Kristo. Tunampata wapi? Ni lazima akili zetu zielekee patakatifu pa patakatifu. Ni lazima maisha yetu yapatane na kile ambacho Yesu anafanya katika kile chumba cha patakatifu pa patakatifu. Nuru inapotoka kwa Baba, inapopita kwa Mwana, inapomfikia malaika na kuja kwetu sisi kupitia manabii, hatutakiwi kuwa na shaka nayo. Hata kama ni kinyume na mawazo yetu, hata kama ni kweli, hata mwenyewe 2031 inatia kwa akili ya kawaida unaweza kusema hapana, hii hapana. Lakini ndivyo ilivyo. Na ndio maana wakazi wa kipindi cha Nuhu walishindwa kumwelewa Nuhu, kwa sababu Mungu alisema ataleta gharika katika dunia hii, gharika ya maji. Watu wakawaza babu yangu, bibi yangu, nani hawajai kuona mvua. Kwanza mvua hii ndio nini? Wakasema we Nume umepotea, wewe umevurugwa, nyaya zimekata kichwani. Kwa nini? Mungu alileta nuru kinyume na matazamio yao. Kipindi cha Sodoma hivyo wakamwona Lutu kama anayecheza hivi. Yesu nuru halisi alivyokuja hapa duniani, alikuja kinyume na matazamio ya nani? Ya wale watu. Wao walitegemea Yesu aje na mavazi mazuri, kapendeza. Sasa hivi tungesema wenda Yesu aje na nini? Na ndege ya ajabu nzuri, kashuka airport pale. Lakini Yesu hakuja hivyo. Hatimaye wengi wakajikwaa. Kwa nini? Nuru ilikuja kinyume na matazamio yao. Hata hii nuru hii ya miaka 6000 watu tumeitambua kinyume na matazamio yetu. Ndio maana wengi sasa wana mashaka, wanatashwishwi na nani? Na nabii. Nabii yuko sahihi, ila mitazamo yetu sisi ndio haiko sahihi. Kwa hili tudumu kupokea nuru, inatakiwa tumfuate Yesu alipo. Wapi? Patakatifu pa patakatifu. Anaendelea na hukumu ya upelelezi. Anachunguza kila jina. Kila jina inapitiwa. Yesu anatupatia nuru. We fulani Justini, kuna dhambi moja hujatubu. Iungame. Itubu. Jana uliiba. Ungama. Tubu.
Ninapoikataa hiyo nuru, basi wenda ndio mwisho wangu, sitapokea nuru nyingine tena. Lakini Yesu ni wa rehema, amezidi kutusihi, amezidi kutusihi, amezidi kutusihi ili tutengeneze tabia zetu. Kwa somo la leo tumejifunza kwamba nuru inatoka kwa Baba, inafuata kwa Mwana, na Baba na Mwana wapo patakatifu pa patakatifu. Kwa nuru inatoka patakatifu pa patakatifu. Nuru zote zinatoka katika kiti cha enzi cha patakatifu pa patakatifu. Anapewa malaika. Akishapewa malaika anakuja kumpatia nabii. Sio mtu yoyote tu anapewa. Mwenye karama ya unabii anapewa. Akishapewa, yeye kazi yake kuambia watu. Haijalishi wataelewa, haijalishi hawataelewa. Yeye kazi yake ni kuwaambia. Kwa hiyo ile nuru nabii anapoisema, inapokataliwa, aliyekataliwa ni nani? Ni mamlaka iliyotoa. Nani? Baba. Ndiye kakataliwa. Kupitia nani? Kupitia kwa Mwanawe Yesu Kristo. Kwa hiyo inatakiwa tukubali hii nuru ambayo Bwana ametoa. Na sio hii tu ya miaka 6,000. Nuru zote za matengenezo ya afya yote tuikubali kama ilivyo, ili tuweze kuokoka. Rafiki yangu, Mungu akubariki. Karibu tena katika somo lingine ambalo tutazidi kujulishana habari hizi za Yesu. Mungu akutie nguvu, Mungu anitie nguvu katika siku ya leo, na tuzidi kuombeana. Kama ulikoja subscribe kwenye channel hii, basi karibu na ufanye hivyo, na Bwana atakubariki ili uzidi kupata mahubiri mbalimbali katika wakati huu wa mwisho. Basi kama una nafasi, tuweze kupiga magoti. Karibu katika somo lingine ambapo tutajifunza somo linaloitwa tutahukumiwa kulingana na nuru tuliyopewa. Tutahukumiwa kulingana na nuru tuliyopewa. Tumshukuru Mungu kwa yote aliyotujalia kujifunza katika siku ya leo. Basi karibu. Tuombe. Asante Yesu, umetuongoza vema katika siku ya leo. Tunaomba uendelee kututia nguvu, tusaidie kukubali nuru mbalimbali unazotupatia, kwa sababu tunapozikataa tunakataa mamlaka yako. Tusaidie kuweza kuyapokea, kwani kwa nguvu zetu sisi hatuwezi. Tunaomba unibariki na utubariki wote katika wakati wa mwisho. Tunaamini msikiliaji popote alipo pale, Yesu atakuwa amebarikiwa, lakini pia na mtazamaji popote alipo atakuwa amebarikiwa. Lakini hata na mimi Yesu, kadiri ninavyofua nguo na mimi ninajitakasa. Nisaidie Yesu kuendelea kujitakasa kwa uwezo wako, ili sote kwa pamoja, mimi na mtazamaji na msikiaji, tuweze kuurithi uzima milele. Tunakusihi kwa nasi na utuandae kwa ajili ya hubiri lingine ambalo liko mbele yetu tena. Tunaomba na kushukuru kupitia jina lako la thamani, jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana akubariki.